بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها مدارك عقولنا وتشرح بها بأنوار علومك صدورنا وتغرق بها في بحار علومك أرواحنا وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر وأعن يا كريم بجاه محمد النبي العظيم. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله. Tukiwa leo ni usiku wa Jumanne, tumeshinda Jumatatu. Kalada inshallah tuendelea na sira ya Mtume sallallahu wasallam wa baraka alayhi, na lengo na shabaha tangu asili tulisema kwa mimi sina ilmu wala sina maqam na makan ya kuweza kuzungumza sira ya Mtume sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala alihi, ila tumesema tukizungumza tuazungumza mimbabi tabarruk, asa inshallah kwa kueleza machache ambayo wameeleza wanazuoni kulingamana na fahamu yetu ndogo, uchache wa ilmu tulionayo na ilaka yetu kuwa ni mbovu, lakini inshallah Mungu atusikitikie kwa baraka ya sira ya Mtume, atufungulie futuha al-arifin bijahi khairil anbiya'i wal mursalin. Na alhamdulillah bado hatujaingia kwenye sira, bado tunaelezwa na maulama faida ya kusoma sira ya Mtume sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Ndo darasa iliyopita tukasema الشخص الوحيد الذي نجح مطلقا في كل المجال أو في كل المجال وفي كل التعامل هو سيد الخلق وحبيب الحق. mtu wa kipekee alofaulu katika kila upande na alofaulu katika muamalati zote ni Mtume sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Na vile vile hata wale almustashriqun, watu ambao ni wazungu wamesoma tarikhi, na moja katika tarikhi walioisoma ni tarikhi ya Mtume, wakasema ash-shakhsul wahidu alladhi ulida ala dhawi ash-shamsi fahuwa Muhammadun. Mtu wa kipekee alozawa katika mwangaza wa jua ni Muhammad peke yake. Maana yake kwamba kila kinachofungamana na Mtume yajulikana. Tukazungumza utofauti kati ya Nabii Allah Isa na Mtume wetu Muhammad. Tukazungumza utofauti kati wa Nabii Allah Musa na Mtume Muhammad. Na yote hayo ni kuelezwa sira ya nani ya ikhwan? Mtume sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Na leo tumependa kueleza faida moja ambayo pia yafungamana na
faida kama hiyo yafungamana na sira ya Mtume Muhammad. Wakasema hunaka faidatun, kuna faida, lianna qira'ata siratihi sallallahu wa sallama wa baraka alayhi miftahun min mafatihi fahmi alquran alkarim. Kusoma sira ya Mtume miftahun ni ufunguo, min mafatihi fahmi alqurani, miongoni mwa funguo za kufahamu alquranul karim. Tuko pamoja ya ikhwan? Moja katika funguo ya kuifahamu alquranul karim ni sira ya Mtume Muhammad, alladhi huwa dusturul muslimin wa laysa lilqurani faidatun idha lam yafhamuhu almuslimun. Na Qur'ani haina faida wakati waislamu hawatoifahamu alquranul karim. Ikiwa sisi waislamu hatutoifahamu alquran, basi Qur'ani haina faida. Alquranul karim almasdaru at-tashri'i al-awwal li jami' almuslimin. Tashri' ya kwanza kwa kwetu sisi waislamu wote ni alquranul karim, yani masdaru tashri'. Sheria ya kwanza katika Uislamu ni alquran. Mathalan sisi tuna mushkil, tuna mashakil ambayo tuapambana nayo. Je, tukiwa na mushkil tunaambiwa jamaa, masdari ya kwanza, sehemu ya kwanza ambayo sisi waislamu tuafaa kurudi ni wapi? Ni kwenye alquran. Kabla hujaenda kwenye hadithi za Mtume Muhammad, kabla huja kwenda katika ijma, kabla hujaenda kwenye qiyas, lazima kwanza uende wapi? Qur'ani ndiyo masdaru tashri'i. Madha? Sasa ikiwa hii masdaru tashri' ndiyo kitu cha kwanza kabisa, sharia tuloekewa ni tumewekewa sharia za alquranul karim. Ikiwa hii Qur'ani haijafahamika, kweli ina faida? Haina faida. Lakini moja katika mambo inokufanya ufahamu alquranul karim, madha? Sanafhamu alquran alkarima min khilali qira'ati siratihi sallallahu alayhi wasallam. Tutaifahamu alquranul karim kulingamana na kusoma sira ya nani ya ikhwan? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ulama wakasema laqad usifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallama biannahu kana qur'anan yamshi ala al-ardi, kwamba Mtume alisifiwa sallallahu alayhi wasallam. Alisifiwa vipi? Biannahu, kwamba yeye Mtume kana qur'anan yamshi ala al-ardi, Mtume alikuwa ni Qur'ani inotembea kwenye mgongo wa ardhi. Ni Qur'ani inotembea juu ya mgongo wa nini? Ardhi. Bal hili sio hadithi kwamba ati kana Rasulullahi Qur'anan yamshi ala al-ardi. Haya ni maneno ya ulama, si hadithi. Lakini hadithi sote tuaielewa katika sahihi ya al-Imam Muslim na vile vile musnad ya al-Imam Ahmad wa ghayruhuma, hadithi ya Sayyidatuna Aisha. Tumesoma hata faslu thalith. Sayyidatuna Aisha alipoulizwa kuhusu Mtume Muhammad, kuhusu tabia ya Mtume Muhammad, alitoa jibu fupi sana, maneno mafupi, yani alfadh, matamshi ambayo ni machache sana, lakini maana yake ni makubwa. Mafhum? Akataka kueleza akasema kana khuluquhu, ilikuwa tabia ya Mtume ni alquran. Ukitaka kumjua Mtume soma Qur'an, na ukitaka kujua Qur'ani msome Mtume, kwa sababu kana khuluquhu madha ya ikhwan? Alquran. Tabia za Mtume nini ya ikhwan? Alquran. Na ulama wanasema alquranul karimu nazala munajjaman ala hasabi alhawadithi, kwamba hii Qur'ani imeshuka munajjaman ay tadrujiyan, imeshuka kidogo kidogo, imeshuka ala hasabi alhawadithi, kulingamana na matukio vizushi. Nazala fi 23 sana, imeshuka kwa muda miaka 23. Tuweni pamoja hapa.
hii Qur'ani ni juzu 30, alaysa kadha? Ikiwa ni juzu 30, usidhanie kwamba hii Qur'ani imeshuka tu juzu 30 moja kwa moja au mara moja tu kwa mtume. Ilishuka munajjaman kidogo kidogo kulingamana na alhawadith. Alhawadith ni nini? Matukio. Mathalan leo imetukia kadhia fulani imetendeka katika uhai wa mtume Muhammad, bas inashuka ayatun rabbaniya ambayo inaeleza kadhia kama ile. Tuko pamoja? Na imeshuka tumesema kwa muda miaka 20 na ngapi? 23, kwa sababu mtumi, sisi tumesoma sira, matabu'itha an-nabiyyu bu'itha wa umruhu 40 sana, ametumilizwa ana miaka 40, alaysa kadha? Na ukiulizwa kam sana taasha an-nabiyyu utasema nini? 63 sana, ameishi miaka sasa hii miaka 23 ni ile miaka aloishi baada ya kupewa risala nubuwa. Huu muda wa kupewa risala na nubuwa ambao kwamba ni 20 na ngapi ya ikhwan? 23. Miaka 13 alikaa Makka na miaka 10 iliyobakia alimaliza ndani ya mji wa Madina. Sasa ikawa aya yashuka, Qur'ani inashuka kwa muda miaka 20 na ngapi? 20 na ngapi ya ikhwan? Lakini pia aya ikishuka huwa ina kisa yake maalum. Imeshuka kwa sababu ya kadhia fulani ala hasabi alhawadith allati aasaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kulingamana na matukio ambayo kwamba mtumi ameishi nayo sallallahu alayhi wasallam, amekaa nayo mtumi sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Na ulama wanasema lamma nazala alquranu munajjaman, iliposhuka Qur'ani munajjaman tumesema nini? La budda an nandhura alwaqi'a, lazima tuangalie waqi' alladhi ambayo kwamba ashahu alayhi salatu wassalam, ameishi waqi' kama ile ameishi mtume Muhammad, hatta nafhama nuzul alqur'ani munajjama, mpaka tuweze tufahamu hii Qur'ani imeshuka kidogo kidogo, lakini iliposhuka hapa ilikuwa kuna kisa yake, iliposhuka pale ilikuwa na kisa chake, lazima tuifahamu hivyo. Wakasema ulama kama tulivyosema, kana rasulullahi qur'anan yamshi ala al-ardhi, na mtume alikuwa ni Qur'ani unaotembea juu ya nini jamaa? Lidha yaquluna, kwa ajili kama hiyo ulama wanasema al-Qur'anu qur'anani. Madha? Qur'ani ni Qur'ani mbili. Qur'ani Qur'anun sakitun wa huwa kitabullah. Kuna Qur'ani ambayo kwamba imenyamaza, haizungumzi, nacho ni kitabu cha Mola. Ile kitabu cha Mola chazungumza jamaa? Haizungumzi. Inaitwa nini? Qur'anun sakitun. Qur'ani ilo nyamaa, ndo Qur'ani ya kwanza. Wa Qur'anun mutaharrikun natiqun wa huwa rasulullah. Na Qur'ani ya pili, Qur'anun mutaharrikun, Qur'ani inotaharrak, natiqun, Qur'ani inozungumza, wa huwa rasulullah, nayo si mwingine ni mtume Muhammad. Kwa fupi, indana Qur'anani, Qur'anun sakitun wa huwa madha? Kitabullah, wa Qur'anun mutaharrikun natiqun wa huwa man? Rasulullah sallallahu wasallama. وكاننا علماء فإذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم فهما حركيا عمليا لابد أن نرقب سيرته وأن نتأمل بها. tukitaka kufahamu alquranul karim fahaman harakia, fahamu ya kutaharak nayo, amaliyan, fahamu ya kuifanyia kazi, la budda an narquba sirata, lazima tupeleleze nini? Sira ya mtume. Sio tutaka kufahamu Qur'ani jamaa fahaman harakiyan, fahaman amaliyan, yani fahamu ya kutaharaki nayo, fahamu ya kuifanyia kazi, kuifahamu kaielewa, wafanyia kazi kile ulichoelewa kutokamana na alquranul karim. Sasa asema ikiwa tuataka kweli sisi fahaman harakiyan, fahaman amaliyan, la budda an narquba siratahu sallallahu alayhi wasallam
wa an nata'ammala biha, lazima tupeleleze sira ya nani? Sira ya mtume, na tuzingatie sira ya nini? Kuna maneno hapa tumekariri, nayo ni maneno gani? Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama Qur'anan yamshi ala al-ardi, kwamba mtume alikuwa ni Qur'ani inayotembea juu ya nini? Ardhi. Maana yake nini? Maana yake tasarrufatuhu tufassiru lana al-Qur'an. Ile tasarruf ya mtume, anavyosarifu mtume, anavyo nini kaa mtume, ile tasarruf yake inatutafsiria sisi Qur'an. Tuko pamoja? Taamulatuhu tufassiru lana al-Qur'ana, ile muamala wake mtume Muhammad, kuamiliana na wakubwa, kuamiliana na wadogo, kuamiliana na Waislamu, kuamiliana na makafiri, kuamiliana na mtu, yani kila tabakat, kila tabaka ya watu, ile taamuli yake ya mtume, muamala wake ya mtume, tufassiru lana al-Qur'ana, inatutafsiria sisi nini? Qur'an. Akhlaquhu tufassiru lana al-Qur'an, akhlaqi zake, tabia zake inatutafsiria nini jamaa? Qur'an. Ghadabuhu, hasira zake, tufassiru lana au yufassiru lana al-Qur'ana, inatutafsiria sisi nini? Wadhihikuhu, kucheka kwake mtume, kutabasam kwake, yufassiru lana al-Qur'ana, inatutafsiria sisi nini? Yani kila anachokifanya mtume, kwa sababu tumeambiwa na Sayyidatuna Aisha jamaa, kana khuluquhu madha? Al-Qur'an. Na tukaambiwa kana Rasulullahi Qur'anan yamshi ala al-ardhi. Sasa kila anachokifanya mtume inatutafsiria sisi nini ya ikhwan? Al-Qur'anul Karim. Ndio wakasema ulama, kana Rasulullahi biharakatihi wa ta'amulatihi كان خير مفسر لكلام الله عز وجل الذي نزل على فؤاده صلى الله عليه وسلم. mtume ilikuwa zile harakati zake, taamulati zake, kana khaira mufassirin likalami Allah. Hakuna mtu bora wa kututafsiria sisi Qur'ani kama mtume Muhammad. Hakuna muamala ambao kwamba ni mzuri wa kututafsiria sisi al-Qur'anul Karim kama muamala wa mtume Muhammad. Hakuna harakati ambayo kwamba ni nzuri ya kututafsiria sisi kama harakati za mtume Muhammad. Kana khaira mufassirin likalami Allah, alikuwa mtu ambaye kwamba ni bora wa kuwatafsiria watu maneno ya Allah ni mtume Muhammad. Alladhi, Qur'ani ambayo kwamba nazala ala fuadihi sallallahu alayhi wasallam, imeshuka kwa nani jamaa? Imeshuka kwa mtume sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Leo ilikuwa tumependa tuelewe kwamba Qur'ani hatuwezi tukaielewa mpaka kwanza jamaa tusome sira ya mtume. Na ilikuwa nikaona pia hata hadithi za mtume pia hatuwezi tukaielewa hizo hadithi mpaka tusome sira ya mtume. Lakini naona kidogo labda yatakuwa marefu hadithi, inshallah tutazungumza Jumatatu nyingine inayokuja. Lakini niwape mifano minne kwa haraka haraka, aya 4 tu ambayo inatuonyesha kweli sisi hatuwezi kuelewa al-Qur'anul Karim mpaka tusome sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ala sabili almithal, na aya hii nishawahi kuitoa hapa, lakini leo tuko nahnu fi sadadiha, tuko yani tuhusiana na hiyo aya leo. Aya ya kwanza ambayo ukitafsiri hutaielewa, lakini mpaka ujue usome sira, sababu nuzuli ya hii aya. Hata al-Imam al-Wahidi anasema la yumkinu tafsiru al-ayati duna al-uqufi ala qissatiha wa nuzuliha. La yumkinu tafsiru al-ayati, al-Imam al-Wahidi haiwezekani kuitafsiri nini jamaa? Aya duna al-uqufi, pasina kushangaa, ala qissatiha, juu ya nini? Kisa ya hiyo aya, wa nuzuliha, juu ya sababu nuzuli ya ile aya. Hatuwezi tukatafsiri sisi. Sasa aya ambayo nimependa nianze nayo leo ni aya ambayo iko suratul Anfal. Ukifungua tu mwanzo utaisoma hii aya, lakini ukitafsiriwa hutoielewa mpaka urudi katika sira.
aya inasema yasalunaka anil anfali. Hao Muhammad wanakuuliza kuhusu al-anfal. Madha? Wanakuuliza kuhusu ghanima. Qulil anfalu lillahi war rasuli, waambie hizi anfal, hizi ghanima ni ya Mungu na ni ya mtumi. Fattaqullaha, muogopeni nani? Wa aslihu dhata bainikum, na musulihishe kati yenu. Wa ati'u Allaha wa rasula, na mumtii Mungu na mtumi wake. In kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi ni waumini. Kweli hii aya tumeelewa vizuri jamaa? Itakuwa tumeelewa tafsiri ya juu, lakini maana yake yalokusudiwa bado hatujaelewa. Sasa kweli tunataka kuelewa, basi lazima turudi katika sira. Mafhum? Hii aya ulama wanasema nazalat hadhihi al-ayatu aqiba ghazwati Badrin. Hii aya imeshuka baada ya vita va Badr. Ilipomalizika vita va Badr ikashuka hii aya, yasalunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ndo ikashuka hii aya, lakini tumeelewa tafsiri ya sathi ya kawaida tu, lakini maana yake hatujaielewa. Sasa tukiwa kweli tunataka kuelewa, lazima turudi wapi jamaa? Ndo ulama wakasema ikhtalafatish sahabatu ba'da intihai ma'arakati ghazwati Badrin. Mafhum? Tueni pamoja inshallah, ikiwa sehemu muhimu tutaandika tu. Masahaba walikhtalifiana baada kumalizika tu mapambano ya vita vya Badr, wakakhalifiana katika masala ya ghanima. Mafhum? Wakakhtalifiana ila 3 firaqin, kwenye vipote vitatu. Kipote cha kwanza, qismun akhadha yajma'u al-ghanaima fi makanin wahidin. Kipote cha kwanza ikawa ya kusanya zile ghanima zilopatikana katika vita vya Badr sehemu moja, kwa sababu ghanima watu wapigana, si ndio? Moja iko hapa, nyingine iko pale. Masahaba wengine wakazikusanya zile ghanima sehemu moja. Tuko pamoja? Hicho ni kipote. Wa qismun taradul mushrikina, na kuna kipote ambao kwamba waliwafukuza ashabu tilka alghanaim, wenye ile ghanima wakawafukuza makureshi, makafiri. Ni kipote cha pili. Wa qismun ihtatan nabiyya sallallahu alayhi wasallama makhafatan an yusibahu ghirratun, na kuna kipote walipoona vita vimemalizika wakaenda haraka, wakaja wakamzingira Mtume Muhammad. Kwa nini wanamzingira Mtume Muhammad? Makhafatan, hali ya kuchelea, an yusibahu ghirratun, asije akapatikana Mtume na mambo ya ghafla, wale wakarudi tena wakamshambulia Mtume. Wakasema wacha sisi tuende tumringize Mtume, hata wale jamaa wakirudi makureshi, sisi tayari tushamuhami Mtume asipatikanwe. Hao jamaa wamegawanyika. Wa kwanza tumesema ni wale waliokusanya ghanima sehemu moja, na wa pili tukasema ni wale wafukuza wenye zile ghanima, na grupu ya tatu ni wale waliokwenda wakamuhami nani? Mtume sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Au wakakhtalifiana Sheikh, wale waliokusanya wakasema hizi ghanima zetu bwana, sisi ndio tumezikusanya sehemu moja, wengine hawana haki. Na grupu ya pili wakasema jamaa, sisi ndio tumewafukuza wenye hizi ghanima, ni ya nani? Yetu sisi. Na grupu ya tatu, jamaa huyo Mtume Muhammad tuliomuhami ni sisi, tukaja tukamringiza Mtume asivamiwe. Tunaelewa na jamaa? Tumpe nani sasa? Na kila mmoja adai. Tuko pamoja sisi? Ya salam, al'ana lahidu taza'at an-niyatu ala ma kanat alayhi. Zile nia zikakorogeka, zikaanza kutaharak. Mwanzo awalan kharaju li ajli Allah faqat,
Mwanzo walitoka kwa ajili ya Allah peke yake. Hawakutoka Madina kwenda kupigana vita vya Badr kwa sababu ya ghanima. Mwanzo walitoka kwa ajili ya Mungu na Mtume Muhammad. Tuko pamoja jamaa? Walana dakhalat dunya fi qulubihim, lakini sasa tutawaona masahaba dunia imeingia ndani ya nyoyo zao. Wanataka kupigana kwa ajili ya ghanima, kila moja adai ghanima ni ya nani? Ni yake yeye. Lakini wal ma'adhiratu lahum, na kuwapa udhuru masahaba ala annahum kanu fuqaraa, kwamba wao walikuwa mafukara. Masahaba Mtume Muhammad taraku diyarahum, wameacha majumba yao ndani ya mji wa Makkah, wa amwalahum, na mali zao wameacha ndani ya mji wa Makkah. Wasahabatu laysu ma'sumina, na masahaba sio ma'sumin. Masahaba hawajahifadhiwa kutokamana na madhambi. Waliohifadhiwa kutokamana na madhambi ni malaika na mitumi, lakini masahaba wanaweza wakateleza wakatea. Mafhumu? Ila wao, unajua katika lugha ya Kiarabu kuna kitu inaitwa al-khati'atu na kuna al-ithmu. Al-khati'a ni dhambi dogo, au mtu amefanya kosa bila kukusudia. Lakini al-ithmu ni yale madhambi makubwa na mtu amefanya kwa kukusudia. Wao masahaba wanaweza wakafanya al-khati'a lakini hawawezi kufanya al-ithmu. Tunaelewa na jamaa? Sasa tuwape udhuru hawa masahaba. Kwa nini tuwape udhuru? Tumesema jamaa walikuwa mafukara, mali yao wameacha ndani ya mji wa Makkah. Majumba yao wameacha kule. Sasa walipoona hizi ghanima ikawaingia. Mfano labda hata mtu ile nguo alionayo ndiyo nguo ya kipekee, ndani ya nyumba hana nguo. Tuko pamoja? Na Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ana maneno mazuri kuwapa udhuru masahaba na kuwapa udhuru watu ambao wako labda katika majalu da'wa. Tuko pamoja sisi? Akasema zallatul ulamai aqdharun wa hum biharun, fa idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha. Zallatul ulamai, kuteleza kwa wanazuoni, mashekhe kuteleza, shekhe kwenda kufanya uchafu nini. Aqdharun anasema ni uchafu, yani mwanachuoni mwenyewe yule jamaa anaweza kwenda kufanya uchafu. Hata mtu wajua shekhe ni mfano wa kanzu nyeupe tu, ni pamoja kanzu nyeupe ikiingia doa tu kidogo ishaonekana, ndio mfano wa nini? Shekhe alim. Wao kuteleza kwao ni uchafu, lakini akasema wahum biharun, na wao ni mabahari. Anakusudia nini? Shekhe kweli jamaa, yeye pia kiumbe, ile sifatul insania kwake iko. Akiteleza binadamu, kiteleza nani? Ni binadamu. Lakini huyu shekhe alioteleza, pamoja kwamba kuteleza kwake haifanani na mtu mwingine. Mwingine akiteleza atambiwa yule hajasoma, lakini shekhe akiwa anateleza atambiwa yule amesoma. Kwa nini anateleza? Lakini na wao ni mabahari. Mathalan, ala sabili almithal, tuelewe ni hapa pamoja. Shekhe amefanya kosa, amekula haramu, ameiba, labda amezini. Mungu atuhifadhi sote. Amen. Ule shekhe ile kosa aliyofanya ni moja, lakini amefanya mazuri mangapi? Sawa? Ametunga vitabu, watu mpaka leo wanasoma vitabu vyake. Amesilimisha watu, amewasomesha wanafunzi. Sasa angalia, hii kosa ni moja, lakini yale mazuri aliyofanya ni mengi zaidi kuliko. Ndio maana wahum biharun. Ndio maana nini? Ile kosa ni moja, lakini wao ni mabahari, wana mazuri mengi zaidi kuliko ule uchafu mmoja ambao umefanya. Ndio mfano wa masahaba wa Mtume Muhammad. Sahaba anakuja siku ya kiyama, hata kama umekhtalifiana kwa ajili ya ghanima, watamwambia ya Rabbi, mimi nimekatwa mkono kwa ajili yako wewe, mimi nilikatwa kichwa kwa ajili yako wewe. Tunaelewa? Sasa hebu niambie, Mungu atamwadhibu huyu sahaba alokatwa mkono kwa ajili yake yeye kwa sababu ile ghanima kukhtalifiana? Hasha lillah. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, Mungu si dhalim. Tunaelewana jamaa? Lakini sasa wao mwanzo wametoka kwa ajili ya nani? Allah jalla jalalu. Sasa ikawa kila moja, wale waliokusanya zile ghanima wakasema ni yetu sisi, na wale waliofukuza Makureshi yetu sisi, wale waliokwenda kumhami mtumi
wakasema yetu sisi limanil marji'u, warudi kwa nani? Lazima warudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Warudi kwa nani jamaa? Thumma raja'u ila an-nabii ba'da hadha al-ikhtilafi, kisha wakarudi kwa Mtume baada hii ikhtilaf. Fanazalat al-ayatu al-madhkuratu, ikashuka ile aya ilotajwa au tuloitaja. Aya ni gani? Angalia tafsiri ya kwanza na hii ya pili itakuwa tofauti lazima. Yasalunaka 'anil anfal, hawa wanakuuliza kuhusu ghanima. Mafhumu? Hawa wanasema yetu wale. Yasalunaka 'anil anfal. Sasa angalia namna wanavyofundishwa, qulil anfalu lillahi war rasul, hizi ghanima ni ya Mungu na ni ya Mtume Muhammad. Nyinyi muhusika nini hapo? Hii ni ya Mungu na Mtume, hapo muhusika kweli nyinyi? Hii ghanima ni ya Mungu na Mtume, na Mungu na Mtume ndo watagawanya wanavyotaka wao, kwa sababu ni yao wao. Nyinyi hamuhusiki katika hizi ghanima. Sasa angalia, kisha wanafundishwa adabu, si ni ya Mungu na Mtume, nyinyi fanyeni nini sasa? Fattaqullaha, muogope Mungu, wa aslihu dhata bainikum, na musuluhishe kati yenu. Tuko pamoja jamaa? Angalia namna tulivyofahamu mwanzo na sasa ni nini? Ni tofauti. Wa aslihu dhata bainikum, na musuluhishe kati yenu. Kisha akija huyu Muhammad akagawanya hizi ghanima, wa ati'u Allaha wa rasula, nyinyi mumtini Mungu na mumtii mtume wake, in kuntum mu'minina, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Mafhumu tulioifahamu mwanzo na sasa wallahi ni tofauti. Ndio tukaambiwa kwamba sisi hatuwezi tukafahamu Al-Qur'anul Karim mpaka tusome sira ya nani? Sira ya Mtume sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Huu ni mfano wa aya ya kwanza. Nisome aya pili na tatu na nne inshallah. Tumomba Mungu aifanye fupi fupi, naona kuna wengine wanasinzia. Ukitendekeza tuarekodi hapa. Aya pili, Mola Subhana katika suratu Tauba anatuambia, laqad nasarakumullahu fi mawatina kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Tutafsiri, lakini ikiwa hii tafsiri tutaitafsiri hatutoielewa vizuri, kisha tutarudi. Laqad nasarakumullah, hakika amewanusuru ninyi Mwenyezi Mungu fi mawatina kathira, yani fi mashahida kathira, katika vita vingi, sehemu nyingi Mungu amewanusuru. Bimaana vita nyingi ambayo Waislamu wamepigana, Waislamu wameshinda, Mungu amewanusuru. Sawa jamaa? Wa yawma hunainin, na siku ya Hunain, idh a'jabatkum, pale ilipowastajabisha nyinyi, ilipowashangaza nyinyi, kathratukum, wingi wenu. Wakasema masahaba, jamaa sisi leo tuko wengi lakini aya inasema falam tughni ankum shay'a, ule wingi wenu haukuwafalia chochote, haukuwa kuwasia wingi wenu. Wadhaqat alaykumul ardu, na ardhi ikawadhiki juu yenu, bima rahubat, hata kama hii ardhi ni kunjufu ni pana, lakini ikawadhiki juu yenu. Na natija yake thumma wallaytum mudbirin, kisha mkapeana mgongo, mwakimbia. Watu wanakimbia, hakuna mtu anaangalia nyuma. Sheikh, tuko pamoja jamaa? Tuelewe ili tunini. Kana al-adadu 12,000. Mola aliposema wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum, kwamba siku ya Hunain iliwashangaza nyinyi ule wingi wenu, ulama wanasema idadi ya masahaba walikuwa ni watu 12,000. Watu wangapi? 12,000. Bal baadhi ya masahaba wakafika daraja wakasema lan nughlaba min qillatin, lan nughlaba, sisi hatuwezi kushindwa kutokamana na uchache. Sisi tuko 12,000, tutashindwa vipi leo hapa? Tuko pamoja jamaa? Tawakkalu ala Allah bidayatan thumma atamadu ala aljaysh wal'uddati nihayatan.
tawakkalu ala Allah bidaya, mwanzo walimtawakkal Allah, yani wakamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Yani walipotoka Madina sasa wanakwenda katika vita vya Hunain, walitawakkal kwa Allah jalla jalaluhu. Lakini walipoona ile idadi ya jeshi yao ni kubwa, thumma atamadu ala aljeshi, kisha wakategemea jeshi, waluddati, na yale maandalizi walionayo, silaha, wanyama walionayo, wakategemea, wakamsahau Allah. Lakini mwanzo walipotoka walimtegemea nani? Allah. Walipofika sasa njiani, sisi jamaa tuko wengi, na wakasema baadhi yao, lan nughlaba min qillatin, lan nughlaba, hatuwezi tukashindwa kutokamana na uchache, sisi leo tuko wengi. Allah kawatia adabu. Allahu azza wa jalla hazamahum fi bidayati al-ma'arakati wa ja'ala al-karrata lil-mushrikina ala al-muslimina. Mwanzo tu walipoingia katika uwanja wa vita, Mungu akawajalia wakashindwa Waislamu. Mafhumu? Pale kwa sababu Qur'ani imesema idh a'jabatkum kathratukum, pale ilipowashangaza nyinyi wingi wenu, lakini Mola akasema nini? Falam tughni ankum shay'a, ule wingi wenu haukuwafalia chochote. Wadhaqat alaykum al-ardu bima rahubat, bala ardhi ni pana, ardhi ni kunjufu, lakini ardhi ikawadhiki, wakashindwa. Shekhe, watu tumesema ni idadi ni ngapi? 12,000. Kwa nini? Liannahum i'tamadu ala al-udda, kwa sababu wao walitegemea ile istidadi walionayo, security walionayo, wakategemea hiyo. Kaanna Allah yaqulu lahum, kana kwamba Mungu sasa anawaambia, intafi'u bihadhihi al-udda wa bihadha al-adad, nufaikeni na hii idadi mlionayo. Si nyinyi mko 12,000, anufaikeni nao. Nyinyi wajiona mko na istidadi, mnufaike na hii idadi na hii istidadi mlionayo. Tuko pamoja jamaa sisi? Mafhum? Ikapelekea hiyo Sheikh, wakakimbia watu wengi sana katika vita. Walam yabqa ma'a rasulillah illa nahwa 100 rajulin, isipokuwa watu 100 peke yake ndio wamebaki na mtume. Wengi wote walitoroka katika vita lakini hakuna shujaa kama mtume. Hata hadithi ambayo tumeisoma faslul khamis, waacha masala kwenda katika Shamailul Muhammadiyya, hadithi ya Sayyidina Anas ibn Malik, sisi hata faslul khamis, hadithi ya mwisho kabisa, kana Rasulullah ahsana an-nasi wa ajwada an-nasi wa ashja'a an-nasi, hakuna shujaa kama mtume Muhammad. Mafhum? Masahaba walipokimbia, mtume akapanda kwenye kipando chake, na aloshika kamba ya mnyama alokuwa juu yake mtume ni Sayyiduna Abu Sufyan ibn Harb. Hapa ashasilimu. Mtume aendelea kupigana na wale makafiri, kisha mtume anawaambia wale makafiri, ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, ana an-nabiyyu, ana nabii, mimi ni nabii, la kadhib, sio nabii wa urongo, sio kina Musailamatul kadhab na wengineo. Ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni kijana wa Abdul Muttalib, ambao familia hiyo inajulikana kwa ushujaa. Moja katika hao familia na Sayyiduna Hamza, ambao kwamba ni asadullah wa asadu rasuli. Tuko pamoja? Lakini wote wakakimbia, watu 100 shekhe ndio wamebaki. Na idadi ni ngapi? Kwa nini? Tawakkalu ala Allah bidayatan thumma atamadu ala aljayshi waludda, wakarudi wakategemea. Mwanzo walitoka wamemtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kisha wakarudi, jamaa sisi tumetegemea idadi, ndio wakarudi tena wakamtegemea nani? Walipomtegemea Allah, sikiliza aya inofuata hii tu, subhanallah, thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha. Thumma anzala Allahu sakinatahum, kisha akashusha Mwenyezi Mungu sakina yake, utulivu wake. Watu walikuwa thumma walaitu mudbirin. Qur'ani inatuambia hivyo, sio mtu anakimbia, hakuna anaotizama nyuma Sheikh, watu mbio tu. Lakini thumma anzala Allahu sakinata, kisha Mungu akashusha sakina yake ala rasulihi, juu ya nani? Wa ala almu'minina, na juu ya wa anzala junudan lam tarawha, na akashusha majeshi ambao kwamba hawajawahi kuona, ambao kwamba wanasema ni malaika. Tuko pamoja sisi? Lakini ayat kama hizi, wallah ulama wanasema hadhihi alayatu
yastahilu fahmuha hatta yuqra'a tafasilu ghazwati Hunain. Hizi aya ni muhali kuzifahamu mpaka isomwe vita vya Hunain kwa tafasil, kwa upambanufu, kwa upana. Tuko pamoja sisi? Waqalu kaifa nafahamuha, ulama wakasema tutaifahamu vipi? Qila hatta naqra'a rasulallahi fi ghazwati Hunain, tukitaka kuifahamu hii aya mpaka tumsome mtume katika vita vya Hunain. Tumsome mtume katika vita vya Hunain ndio tutafahamu hii. Wa fi hina idhin, na katika wakati kama huo, fahimna alqur'ana fi rasulillahi fi ghazwati Hunain, wakati ule ndo tutaifahamu alquranul karim kwa mtume Muhammad katika vita vya Hunain. Mafhumu jamaa? Wewe ukiambiwa tu ala sabili almithal aya tulioisoma, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum, wingi wenu, idadi ilikuwa ni ngapi? Lazima urudi kwa sira, kwa sababu hapa idadi haijatajwa, wingi wenu. Tuko pamoja sisi? Hata Al-Qur'anul Karim ya ikhwan ndo maudhui yetu ya leo. Sisi hatuwezi tukaifahamu Al-Qur'anul Karim mpaka kwanza tufahamu nini? Tumebakisha aya mbili tu. Kisinzia kuna maneno atakusema lakini turekodi. Thalithan tusome ghazwatu Tabuk. Madha? Ghazwatu Tabuk. Aya pia iko vile vile ndani ya suratu Tauba. Mola akasema laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim. Tukitafsiri aya hivyo hatutoelewa, lakini anasema Mola jalla jalalu, laqad taba Allahu, hakika amekubali Mwenyezi Mungu tauba ala nabii, juu ya mtume mtukufu wa daraja. Bimaana Mungu amekubali tauba ya nani? Mtume. Wal muhajirina, na amekubali tauba ya watu muhajirin. Wal ansari alladhina, na maansari ambao kwamba wal ansari alladhina ittaba'uhu, na maansari ambao kwamba wamemfuata mtume fi sa'ati al-usrati, ay fi awqati al-usra, katika wakati ambao au katika nyakati ambao kwamba ilikuwa ni nzito. Tuko pamoja? Hata hii aya pia tukisoma bado hatujaelewa, lakini lazima turudi kwa sira ya mtume fi sa'ati al-usrati. Mafhum? Lakini mwanzo laqad taba Allahu ala nabii, hakika Mungu amekubali toba kwa mtume Muhammad. Kwani mtume alifanya toba kosa gani mpaka akakubaliwa toba? Amefanya dhambi gani? Sayyiduna Abdullah bin Abbas anasema kanat at-taubatu ala an-nabii liajli idhnihi lilmunafiqina fil qu'udi, daliluhu qawluhu ta'ala afa Allahu anka lima adhinta lahum. Afa Allahu hii toba iliyokusudiwa kwamba Mungu amekubali toba ya mtume. Wanafiki walikuwa wakienda kwa mtume ghazwat Tabuk, wakienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakitoa a'dhar, wakitoa udhuru, bana mimi siwezi kwenda vitani, kule ni mbali, kule ni joto. Wengine wanafiki kabisa, wanawake wa Rumi kule ya Rasulullah ni wazuri, na mimi kule nikienda nitafitinika. Hatutaki kueleza hizo ayati. Mafhumu? Kila anokuja bana mimi nina udhuru, mtume anampa udhuru. Mafhumu? Kama wanafunzi wengine ukimwangalia tu huyu si mgonjwa, lakini mwambie kalale sheikh, usimejitia ugonjwa, ndio hao. Mafhumu? Ukimwangalia mtu mashaallah jitu liko na afya, lakini anakuambia leo niko taaban. Sasa ikawa mtume ameapa idhni wanafiki kabla ya Mola kuwapa idhni. Mafhumu? Ndio hata hapa akaulizwa afa Allahu anka, Mungu ashakusamehe, lakini lima adhinta lahum, kwa nini kuwapa idhni hawa wanafiki? Sasa hii ndio toba ambayo imekusudiwa, kama anavyosema Ibn Abbas, kama tulivyonena, hii ndio toba iliyokusudiwa kwamba nini ya ikhwan? Amekubaliwa mtume Muhammad, amewapa idhni wanafiki kabla ya Mungu kuwapa idhni wale wanafiki. Sawa? Lakini sehemu tunaotaka ya salam, wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra,
ay fi awqati al-usra, katika nyakati ambayo ni nzito. Huu uzito hatuwezi tukaielewa tukiambiwa kuna uzito gani. Mafhumu jamaa? Ma maana al-usrati, hii maana ya uzito uliokusudiwa hapa ni nini? Tukirudi sasa kwa asira ndo tutaelewa. Bal ulama wanasema likathrati madhahiri al-usri fiha, hapa usri iliokusudiwa au uzito uliokusudiwa si uzito upande mmoja peke yake, bali uzito ulikuwa katika sehemu nyingi sana, katika mahali pingi sana katika hiyo vita. Uzito wa kwanza, jaishun qalilun, jeshi ilikuwa ni chache, majeshi walikuwa wachache. Al-uddatu qalilatun, hata maandalizi ilikuwa ni chache. Ni uzito jamaa, yani sisi ikiwa tuna jeshi ndogo tunaoenda kupigana na wao ni wengi, wao tunaweza kupigana na wao wao wako wengi, sisi tuko wachache. Sasa moja katika uzito walionayo, hata jeshi walionayo ilikuwa ni jeshi ndogo. Laqad summiyat hadhihi alghazwatu bighazwati al-usrati, hakika imeitwa hii vita bighazwati al-usra, kwa vita yenye uzito. Lishiddati ma laqa almuslimuna fiha min adh-dhanki, kwa sababu ya yale mazito ambayo wamekumbana nayo waislamu kutokamana na dhiki na makero na shida. Sikiliza uzito ulikuwa wapi. Faqad kana aljawu shadid alhararati, faqad kana aljawu hali ya anga ilikuwa joto ni kali sana, jua la waka sana. Wal masafatu ba'idatun, pamoja kwamba jua ni kali na sehemu wanaokwenda, masafa wanaokwenda pia ni mbali. Jamaa, si ni uzito? Wewe jua uambiwe toka hapa mpaka Gede, si mbali, lakini jua ni kali. Hata kama Gede si mbali, maadamu ile jua ni kali utaona ni mbali. Alaysa kadha jamaa? Lakini wal masafatu ba'idatu, hata masafa wanaokwenda wao ni nini? Ni mbali. Ulama wanasema kuanzia Madina mpaka sehemu ile waliokwenda wakapigana ghazwatu Tabuk ni masafa kilomita, inazidi kilomita 1000. Kilomita hapa na Nairobi ni kilomita 700, haijafika hata 1000. Hapo ndo fi saati al-usra, ikiwa kweli tuko hadhir tutaielewa huu uzito ulikuwa ni uzito kiasi gani. Tuko pamoja jamaa? Wasafaru shaqun liqillati almauna, na safari ilikuwa nzito kwa sababu ya uchache wa gharama. Wa qillatu ad-dawabi allati tahmilu almujahidina ila ardhi almaraka, na vile vile pia walikuwa na uchache katika wanyama ambao itawabeba masahaba iwapeleke katika uwanja wa vita. Wanyama pia walikuwa wachache. Jamaa, hapa na Mombasa tuweza kwenda na mguu? Je, mbali na Nairobi jamaa? Na wanyama tuliokuwa nayo sisi ni wanyama wachache sana. Apande huyu, apande kisha ashuke apande mwingine, kisha ashuke apande mwingine. Hebu niambie ni uzito kiasi gani? Wa qillatul ma'i fi hadha as-safar at-tawil wal harr ash-shadid, na vile vile kuna uchache wa maji. Maji pia ilikuwa ni chache, na joto pia, jua pia tumesema nini jamaa? ni kali. Wakadhalika qillatul mali alladhi yujhazu bihi aljaysh wa yunfaqu alayhi, na vile vile walikuwa na uchache wa mali ambayo kwamba wataandaa jeshi au itaandaliwa jeshi kupitia mali kama yale. Na jeshi likihitaji silaha itanunuliwa kwa sababu kuna mali pia hakuna. Chakula hakuna, maji hakuna. Mtu anakula tende moja, anabakisha tende moja, kisha akifika mbele anakula tena. Tunaelewa jamaa? Subhanallah, ilikuwa uzito kiasi gani. Nimalize hiyo kabla hatujafika kwenye aya nyingine, kisha itakuwa tumemaliza, lakini hiyo ni fupi sana kama mzungumzaji. Sayyiduna Umar aliulizwa radhiyallahu anhu, hebu ani saati al-usra, hii uzito wakati mzito mliopitia ni ipi? Asema tumetoka wakati ambao ni jua kali na nini. Akasema fanazalna manzilan, tukashukia sehemu, asabana fihi atashun shadidun, tukapatikana na kiu kali sana, hatta dhananna, mpaka tukadhania anna riqabana satanqati'u min al-atashi, mpaka tukadhania kwamba mashingo yetu haya yatakatika kwa sababu ya kiu. Tunaelewana jamaa?
mpaka wengine wanamwambia ya Rasulullah, hebu hawa ngamia turuhusu tuende tunywe mkojo wao, mkojo wa ngamia Sheikh, kwa sababu watu wanavyosikia kiu. Tunaelewa jamaa? Wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usra. Hatuwezi tukaelewa mpaka turudi katika sira ya nini? Sira ya Mtume sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Hapa nimalize. Rabi'an, aya ya mwisho, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allahi wallahu azizun hakim. Mola anasema wasariqu, ule mwizi wa kiume, wasariqatu, na mwizi wa kike. Na hapa kuna faida. Mbona aanze na mwizi wa kiume kuliko mwizi wa kike? Kwa sababu mara nyingi wanaoiba ni wanaume. Hata ukienda jela utapata pale wengi ni wanaume kuliko wanawake. Unafahamu? Wengi lakini katika nini, azaniyatu wazani, katika kuzini ametangulizwa mwanamke. Kwa sababu asipokubali ule mwanamke huwezi kuzini. Tunaelewana? Lakini katika kuiba, wasariqu kisha wasariqatu, mwizi wa kiume na mwizi wa kike. Allah akatuambia faqta'u aydiyahuma, wakateni mikono yao, jazaan, hayo ni malipo bima kasaba, kwa yale waliochuma. Sawa, wameiba, wamefanya nini, ni malipo yao, wakatwe mikono. Tuko pamoja? Lakini hapa ndio sisi tunataka mahalu shahid. Waliyadu tutlaqu ala al-asabi'. Katika lugha hizi vidole, katika lugha unaweza ukasema ni mkono. Tuko pamoja sisi? Wanasema vile vile watutlaqu ala al-mi'sam, hapa kwenye kiwiko pia katika lugha inaitwa nini? Mkono. Watutlaqu ala al-mirfaq, na vile vile mirfaq inaitwa nini Kiswahili? Pia katika lugha inaitwa nini? Mkono. Watutlaqu ala al-katfi, ala al-katifi, na vile vile pia kwenye mabega hapa inaitwa mkono. Kwa fupi jamaa, vidole ni mkono, mi'sam ni mkono, mirfaq ni mkono, paka hapo kwenye al-katif ni nini? Ni mkono. Na Mungu anatuambia faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, lakini hakutuambia tukate sehemu gani. Yote ni mkono, vidole mkono, mi'sam ni mkono, mirfaq ni mkono, al-katif ni mkono. Alaysa kadha? Sasa tukate wapi sisi? Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Sasa tukitaka kujua tukate sehemu gani, lazima turudi kwa sira, kwa sababu lazima ndani ya uhai wa mtume kuna mtu atapatikana ameiba. Je, mtume yule aloiba amemkata wapi? Hapo ndo tutajua kwamba sehemu ya kumkata ni wapi. Lakini Mungu hajatuambie faqta'u aydiyahuma, wakati al-asabi' tumesema nini jamaa? Al-mi'sam, al-mirfaq, al-katif. Lakini Mungu hajatubainishia, alituambia nini? Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allahi wallahu azizun hakim. Sasa tukitaka kujua ni wapi pa kukatwa, ni lazima turudi kwa sira ya Mtume Muhammad. Ndio walamai wakasema qalu inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama qata'a yada as-sariqi min al-mi'sami, kwamba mtume alikata mkono wa yule alioiba min al-mi'sam. Wapi? Amemkata hapa, sio hapa wala si hapa wala si hapa, amemkata. Lakini tumejuaje sasa? Kwa sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidha fahimna, itakuwa tumefahamu anna al-yad al-maqsuda fil aya laysa al-yad al-kull. Makusudio katika maana na hii aya faqta'u aydiyahuma, si mkono wote. Ni nini jamaa? Ni hapa kwenye al-mi'sam. Lakini tumesema tumefahamu kwa sababu sira ndio inatuambia inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qata'a yada as-sariqi min al-mi'sam. Inshallah Mungu atufahamishe sira ya mtume. Kuanzia mimi naozungumza, inshallah sisi tumesema tumezungumza tabarukan, inshallah sio kwamba sisi tuna ilmu tuna chochote, lakini inshallah Mungu atuunge atuhifadhi inshallah. Darasa inaokuja vile vile kama tulivyosema, hatuwezi tukafahamu aya hata hadithi za mtume, hatuwezi tukafahamu mpaka tusome sira ya nani?
sema sira ya mtumi, inshallah iwe ni sababu ya hadhara kama hii kushuhudiliwa na mtumi, kushuhudiwa na malaika, na zaidi Mola subhanahu wa ta'ala ashuhudilie, na iwe ni sababu sisi tuna madhambi, tuna taksir, lakini Mola aturidhie kwa haya tunaofanya. Inshallah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wal afwa minkum.